Star Times, mrushaji rasmi wa michuano ya Euro 2020. Mimi naitwa Hashim Hassan Muhika Mzaramo. Mama yangu mimi Mdengereko, Nyanyumba Nyamkumba Maanzilo Basangongo Miaro. Baba yangu Mzaramo Katundu. Halafu natamka na subutu kujivunia Dar es Salaam ni mali yangu. Dar es Salaam ni mali yangu. Mimi kadi za Yanga zimenikuta, mimi niko ndani ya Yanga. Na hatutaki watu foreigner waje kutuharibia nchi yetu pamoja na vilabu vyetu. Wenyewe tulikuwa tunapendana, wenyewe tulikuwa tunazikana. Bwana mmoja huyu tunaweza kuthubutu, kina Haji na kina Manara walikwenda kwa mzee Hassan Haji kwenda kuchukua mke. Hassan Haji Simba, Manara Yanga Afrika. Lakini sasa hivi kuna uchafuaji ndani ya Yanga, wameletwa maforena ndani ya TFF. Na wakumbuke kwamba hivi vitu vyote vitamu wanavyoviona ndani ya nchi Yanga imeshiriki na kaviunda. Hii TFF inatuadhiri sisi sasa hivi, sababu tumeileta sisi Yanga Afrika. Na kama nakataa mtu aje, mtu yoyote wa Simba wa Yanga aje kusema hapana, Yanga sio walioleta Fati aje aseme hapo. Lakini sisi kama Yanga Afrika ndio tulileta TFF, tulikubali. Timu zilikuwa nyingi, Yanga Afrika, Simba, Cosmo, Kabakaeka, Lancaster, Good Hope, Zamaliki, lakini hizo timu zote zilikataa. Imejitokeza Yanga kwa kumtumia Kadenge kutoka Nairobi, ikapokelewa na mtu mmoja anaitwa Bile Bandawe, alikuwa katibu mwenezi wa Yanga. Kenda kafanya mipango, kuna DC Mwarabu mzungu na ni Muhindi kule posta ya zamani, tukaungana naye akatusaidia na kitu anakondo marhum wa Yanga huyo, tukaipokea Fati ikaingia mji huu. Sasa leo tumeporwa, imechukuliwa na majambazi, wanatupiga virungu sisi Yanga. Yanga sisi ni wananchi na nchi hii ni mali yetu, na mpira wa sisi, wa mpira ni sisi hapa Dar es Salaam, na vyama vyote sisi tumeshiriki. Tunaomba Yanga na Simba hata siku moja huko tulikotoka haijacheza usiku. Tumecheza mechi moja tu Zanzibar, Kombe la Afrika Mashariki na Kati, lakini ilikuwa imewekwa nadharia Yanga na Simba wasicheze usiku kutokana na uwezo wao na nguvu zao na mapenzi yao, wanaweza kauana watu. Neno kama lile litokea juzi usiku, mechi ya usiku ile tungevunja saa 3 ya usiku, watu wasingeuana bado. Sasa wasikae, kwa sababu kama mawaziri, kuna mawaziri wa mifugo, kuna mawaziri wa kilimo, kuna mawaziri mbalimbali. Waziri wa michezo yupo, ndio serikali. BMT ipo, ndio serikali. Kwa nini atoke mtu wa juu kabisa aje kupiga makwenzi hapa chini? Kwa hiyo tunasema hii nchi si inatuhusu. Mungu katuteremsha katika ardhi hii, tunahusika. Serikali imetukuta katika nchi hii, tena sio serikali hii toka ya Ujerumani mpaka Muingereza, mpaka Mheshimiwa Nyerere katika nchi hii. Sasa tusionewe kwa sababu eti hatuna elimu. Sisi tuna elimu. Tusingeunda vitu kama hivi vilikuwa vitamu. Mbona sasa watoto wanasowekea, nyinyi wenye elimu mshaunda nini nchi? Ukisikia meza kaunda mtu wa zamani, ukisikia kata kasema mtu wa zamani, ukisikia kiti kasema mtu wa zamani. Hivi sasa tuna akili? Nyinyi wenye akili kwa nini hamuundi vile? Nyinyi wenye akili mshaunda nini kipya? Sasa tunaomba tusiingiliwe katika vilabu vyetu. Tusiingiliwe. Mechi ya hiyo tarehe 3 sisi hatwendi. Na hatutaki ipelekwe. Hatutaki. Kama atatokea kiongozi anaipeleka timu hiyo, yeye na hiyo timu yake waishie huko, nyumba hii hakiingii tena. Vitu vyote tumeunda. Kwa nini mnataka kutupora vitu vyetu kiujanja? Msituingilie katika vitu vyetu. Uforeigner wetu mtumie huko. Hivyo si hatuna haki nchi hii. Wanatugombanisha na Simba, kwa Simba si hasimu yetu. Simba si hasimu yetu. Simba ni timu yetu, karibu imetoka hapa. Tulikuwa kitu hichi kimoja.
wameunda watu wa Dar es Salaam. Timu ya Simba na Yanga walikuwa sehemu hii moja, watu wa Dar es Salaam wameiunda. Baadaye wakazubaishwa, wakababaishwa na Waarabu, wakaondoka nayo timu. Tumechukua timu A na B yote wakaondoka nayo. Ikaenda ikaundwa huko. Sisi tukabaki watoto wa Kiafrika, ndio sisi tukapewa jina letu Young Africa. Na wao wakapewa jina Sunderland. Ndio tulianza upinzani, sio uadui. Upinzani wetu dakika 90 tu. Mwenye kuvunja mayai kazidi sana mayai 7, mwingine kavunja 3, basi huyo kishafungwa mwenye 3. Lakini sio kama tunagombanishwa sasa. Sisi tumuone Simba adui yetu. Simba si adui yetu. Simba si adui yetu kabisa sisi. Na hatuna ugomvi naye Simba. Lakini tunagombanishwa na Simba, hata Simba anatuona sisi wabaya na sisi tunamuona Simba mchawi. Simba si mchawi kwetu. Anatumia busara zake, ni haki yake. Si fundi. Kupata yeye miaka 4 kutufunga sisi sawa, makosa yetu wenyewe. Tumejisahau, hata miaka 10 anaanza kuchukua. Kwa sababu ni ujanja wake, ni akili yake. Na sisi wanatugombanisha. Sasa baba mmoja, sisi Yanga sasa tumekuwa kama mtoto wa baba. Mtoto wa baba yuko vipi? Kawa mke ana watoto wawili. Anapokuja na watoto wawili, baba anakuja huko na machungwa yake mawili. Anawapa watoto wawili. Wewe chukua hili na wewe chukua hili. Lakini wewe mkatie mzio na wewe mkatie mzio. Sasa mtoto wangu sasa anapata chungwa moja. Wala chukua vipande. Ndio inachofanya sisi TFF nchi hii. Sisi sio watoto wa baba. Sisi Yanga nchi yetu Dar es Salaam. Hatutoka Msumbiji sisi. Tunawaomba wanachama wa Yanga, wasichukie sana Simba. Wanatugombanisha, wanawajua au tunawajua. Yanga hatwendi kucheza mechi tarehe 3 pale uwanja wa Mkapa, hatwendi. Kwa sababu tushazoea sisi kufanywa hivyo. Tuliacha Simba. Tulifungwa na Pamba. Tunafunga wanakataa. Anatufunga linaandikwa. Mimi nafsi yangu kama Hashim nilikwenda kwa mzee Daudi Azizi, ndio alikuwa mwenyekiti, nikamwambia timu yetu ifute kucheza ligi. Na kweli tulijitoa, wakatupiga faini fati, lakini walikuja wakashindwa. Sisi ndio tuna nchi hii. Tunapojivuna kama wananchi, sio nchi ndio yetu. Tukihusisha mpira umekufa. Wanaposema kwamba watatufungia, hatuseme hawawezi, wanaweza. Lakini wakitufungia sisi wamekosa mpira nchi hii. Wakitufungia sisi mpira hakuna Tanzania. Hiyo nawafahamisha kabisa. Sisi watufungie mwaka mwezi miwili na mpira wenyewe utakuwa hata miaka 5 6 hakuna Tanzania mpira. Tunajivuna sisi, tunajua sisi ndio tuanza. Mtu unawezaje kujenga nyumba yako ushindwe kuibomoa? Sisi ndio tunajenga nyumba nchi hii. Sasa kama hawataki tucheze mpira watufungie. Hatuatishi. Sisi daima mbele, nyuma mwiko. Sisi. Asalamu alaykum.